Wiki moja inamalizika tangu kutokea kwa mlipuko mkubwa wa mabomu na vifaa vingine vya kijeshi katika ghala la silaha lililopo kwenye kambi ya kijeshi ya Musaga jijini Bujumbura. Mlipuko huo ulisababisha madhara makubwa ikiwemo kuharibika kwa majengo ya raia na vifaa vya ndani pamoja na majeruhi, bila kusahau watu waliopoteza maisha. Baada ya kutokea kwa mlipuko huo, serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Ulinzi iliweka hadharani uharibifu uliosababishwa na mkasa huo na kuibua maoni tofauti miongoni mwa vyama vya kisiasa. Chama cha siasa Kodebu ambacho kinaongozwa na Kefa Nivizi kinaomba kwanza serikali kufanya uchunguzi wa kina kwa ajili ya kubaini ikiwa mlipuko huo ilikuwa ajali ya kawaida au uharibifu uliofanywa na watu. Kitendo kilichotokea kisababisha hasara kwa taifa kuhusiana na masuala ya ulinzi. Ndiyo maana tunaomba mamlaka husika kufanya uchunguzi wa kina ili kubainikia sababu zilizopelekea mlipuko katika ghala la silaha. Lakini pia Warundi wajue ikiwa utokana na ajali au uharibifu wa watu. Kiongozi huyo wa kisiasa anaomba serikali ya Burundi kuchukua hatua muhimu za kusaidia walioathirika na mkasa huo, kama kutoa gharama za mazishi ya waliofariki au kusaidia raia ambao nyumba na vitu vyao viliharibiwa na makombora yaliyofyatuka kiholela. Tunaomba serikali kusaidia watu waliokumbwa na mkasa huo ili wale waliofariki wazikwe kwa heshima, wale waliojeruhiwa watibiwe na vitu vilivyoharibiwa isaidie kuvinunua au kukarabati. Hiyo ni ajali iliyotokea. Hata kama watu walijenga karibu na kambi, walikuwa wanapewa ruhusa na serikali. Halikadhalika chama cha siasa Uprona kinabaini kuwa majanga kama hayo yakitokea, serikali inapaswa kutenga fuko la dharura la kusaidia watu ambao makazi yao yaliharibika ili waweze kuanza upya ujenzi wa nyumba zao na kupata vifaa vingine vinavyorejelea vile vilivyoharibika. Wakati matatizo kama hayo yakitokea, kunahitajika msaada wa kibinadamu kwa waathirika, hasa kwa kutenga fuko maalum la dharura na kusaidia watu ambao walipoteza makazi au ikiwa makazi yao yaliharibiwa. Hilo serikali inaweza kulifanya. Kwa upande wa serikali ya Burundi, suala linalohusu kusaidia hasa kutoa fidia kwa waathirika wanaliona tofauti. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi Gaspar Baratuza anaeleza kuwa vifaa vya kijeshi havina bima na ndio maana hakuna fidia inayoweza kutolewa kwa waathirika. Aidha, Baratuza anawataka raia kusajili nyumba zao na vifaa vingine kama magari katika mashirika ya bima. Vifaa vya kijeshi havina bima, lakini magari ya kijeshi yana bima. Vifaa vya kijeshi vinaagizwa kwa lengo la kupambana na adui. Inapotokea vikafyatuka bila kukabiliana na adui, basi hapo hakuna fidia kwa waathirika. Serikali huwa inatuhimiza kujiunga na mashirika ya bima ili yaweze kutusaidia wakati wa majanga, kwani ni ajali iliyotokea bila kupenda. Kuko siwe yabishatse ntivyamuvuyeko. Gilbert Ruyange, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika.